Kwa jina naitwa Robert Alfonsi. Ndio. Namshukuru Mungu wa madhabahu hii. Nimekuwa nikisumbuliwa na magonjwa sana toka mwaka 2018. Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Ndani ya tumbo kulikuwa na kitu kinatembea. Kwa mama wajawazito unaweza kufikiri kama vile kuna mtoto anacheza. Halafu kuna vitu toka chini ya miguu vinakuwa vinatembea. Nimehangaika sana kwa muda mrefu. Ndio. Nimepita kwa ganga wa kienyeji kipindi hicho, sikuwa na imani. Ukuwa na imani? Sikuwa na imani. Kipindi hicho nilikuwa Kahama. Nimehangaika sana. Mwaka 2021 nikawa nimepata posti ya kuajiriwa serikalini wilaya ya Mkuranga. Nilipokuja huko Mkuranga nikawa naenda sasa kwa baadhi ya makanisa mengine kuombewa kwa manabii na mitume. Kwa kweli sikupata unafuu wote. Nimehangaika sana. Na kumbuka ilikuwa unakuwa ni kama una kitu kwenye tumbo au kinakueje? Yani kile kitu kilikuwa kinatembea, yani kinacheza kama vile wajawazito wanaelewa akiwa na mjamzito unakasikia mtoto amechezea hapa, mara anakuja anacheza huko. Mara kinacheza mgongoni. Basi mwezi wa kwanza nikawa ninafungulia redio, Wapo redio. Nikawa nafuatilia mahubiri yako. Ilipofika mwezi wa pili sasa of course ile roho sasa ikaja imani ya kwamba yawezekana huyu mtumishi wa Mungu nikapona. Kwa sababu kuna kitu ambacho ulikuwa unakizungumza, ukawa unasema kuna wakati mwingine unakuwa na tatizo. Unaomba Mungu moja kwa moja tatizo lako litatuliwe. Lakini yawezekana kuna baadhi ya vitu ambavyo wewe ulimkosea Mungu. Kwa hiyo inatakiwa uwe karibu kwanza na Mungu na ndipo vitu vingine vitafunguliwa. Mshangilie Yesu kwa makofi. Basi nikaanza sasa kumwomba Mungu. Mungu naomba unipe roho kwanza, nilijue neno lako, nikujue wewe, nipatane na wewe kwanza. Nipatane na wewe kwanza. Safi sana. Mshangilie Yesu kwa makofi yako. Amen. Basi nakumbuka ulikuwa na service Nairobi. Nilikuwa nafuatilia kwa YouTube, nafuatilia na kwa redio. Basi kwa sababu kule niliko mimi mtandao sio mzuri sana. Mara nyingi nilikuwa nafuatilia kwa redio. Ukawa na ubiri, nafuatilia sana, nafuatilia. Basi nikaamua kufunga kwa siku 3. Kuna baadhi ya watu waliotuita hapa, kweli nilifunga kwa siku 3. Nilikuwa nimefunga kwa siku 3 na muomba Mungu naomba na mimi unione. Nimehangaika kwa muda mrefu. Maana tatizo nilikuwa nalo mimi, mamangu mzazi alikuwa nalo tatizo hilo, alifariki mwaka 2019. Dada zangu wawili nao wana tatizo the same problem. Na kuna kaka yetu mkubwa naye alikuwa na tatizo hilo. Hadi sasa hivi bado wana shida hii. Kadiri nilivyokuwa nasikiliza neno lako, ulivyokuwa unahubiri, yani nikawa najaa kweli na imani kweli mimi ninapona. Ibada ambayo ilikuwa ni kwangu, naweza nikasema ilikuwa ni deliverance service. Ibada ya tarehe 2 mwezi wa 3. Ibada ambayo ulifanya Ndio. Ibada ile nilifuatilia kwa njia ya redio na YouTube vile vile. Nilikuwa nafuatilia kwa redio na YouTube. Kwa sababu mtandao ulikuwa Kigoma, nafuatilia kwa redio. Na nilianza kusikiza kwenye saa 8 au saa 9. Jana yake nimefunga. Hiyo siku ndio ulikuwa umetoka mlimani kwa ajili ya maombi. Ulizungumza mambo mengi sana. Nakumbuka maneno uliyoyasema. Ulisema kuanzia leo watu wengi sana watafunguliwa kupitia redio, YouTube na wale walioko kwenye ibada. Nikajawa na imani kubwa sana ndani ya moyo wangu. Nikamwambia mke wangu, mimi naona saa yangu ya kufunguliwa imefika. Nimefuatia ile ibada mwanzo hadi mwisho. Usiku nikiwa nimelala saa 8 au saa 9, mtumishi wa Mungu kanitokea kwenye ndoto. Uliponitokea nikawa nimekuja mimi, yani maana yake kwamba ilikuwa ni sehemu ya watu wengi. Wakati nimekuja mimi hapa, nilikuwa na mtumishi mwenzangu ambaye tulikuwa tumekuja naye hapa. Ni kwenye ndoto sasa. Basi tulipofika tulikuwa tumeweka mistari mingi, yani kama vile watu tunaombewa. Nilipokukaribia wewe kama mita 1.5 hivi, mwili wangu kaishiwa nguvu na nikaanguka. Nilipoanguka, watendakazi wakanishika, wakanisogeza mahali ulipokuwa, ukaninyoshia mkono, hukunigusa, ukaninyoshia mkono, ukaniambia kuanzia leo umefunguliwa.
Shangilia Yesu kwa makofi. Amen. Wakati tumezungumza maneno yale sasa nikawa nimestuka sasa kutoka kwenye ndoto. Nikawa na hema sana. Nakumbuka mke wangu aliniambia neno kwa sababu ananiambia kwamba wewe mbona una shida gani? Nikawa natamka neno, Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Umeniokoa Yesu. Sasa angalia, hivi ni vifungo vya kiroho. Now these are spiritual bondages. Zinahitaji mamlaka ya kiroho. They need spiritual authority. Kuna watu wengine hawajawahi anguka kwenye mwili wa damu na nyama, lakini kila siku usiku wanaona wanafanywa deliverance, wanafunguka. There are people that have never fallen down in blood and flesh, but in their dreams they see that they're being. Maana yake ni nini? What does it mean? Mungu anashughulika na vifungo vya kiroho. God is dealing with spiritual bondages. Na unapoona picha ya mtumishi wa Mungu, manake ni Kristo mwenyewe amekuja kukufungua na kukuweka huru. And when you see the picture of a man of God, that means it's Jesus that came to deliver you. Bas, mke wangu nikampa scenario nzima ilivyokuwa. Akaniambia basi, naamini kwa kufunga kwako na kujifungamanisha na hii madhabahu, naamini Mungu amekufungua. Nikamwambia ngoja nione kwanza niamke, maana mimi kila ngoja niamke tusikilizie, maana mwili wangu ulikuwa mzito mno. Yaani kuamka kwenda kazini ilikuwa ni shida. Mwambie jirani yako, naamini. Tell your neighbor also. Nisaidie kutokuamini kwangu. My belief. Asubuhi nimeamka, nina kawaida yangu waga naamka 2:00. Yaani mimi kazini lazima mimi ni mwalimu. Lazima nichelewe kwenda kazini. Na mkuu wangu wa kazi anaelewa kabisa kwamba mimi nahangaika. Hata utendaji kazi wangu ni shida, ni mbovu. Mwili unaishiwa nguvu, mara vidonda vya tumbo. Ukipima wanakuambia mbona vidonda vya tumbo havionekani? Shida ni nini? Of course it reached the time mimi nilikata tamaa, nikasema basi. Lakini sasa ukasema ngoja niamke. Ngoja niamke kwenye maono. Ngoja kukuche. Yani hiyo siku sasa nikasema yani mwili nikaona ukakuba, kwanza usingizi ukagoma. Nikaamka nikaanza kusali, nikachukua Biblia nikaanza kusali. Nimesali, nilienda kusoma Zaburi tu. Nilienda kusoma Zaburi ya 136. Nikiwa namshukuru Mungu kwanza. Basi asubuhi saa 1 ilipofika nikaona nanyanyuka, nikamwambia mke wangu mimi nanyanyuka nikajiandaa kwenda kazi. Nimeamka hivi kwa sababu hata mguu wangu mmoja, mguu wa kushoto ulikuwa unapata ganzi. Yaani una ganzi mwanzo mwisho muda wote. Kuna siku ulikuwa naamka kabisa usiku unaona mwili, yani mkono na mguu haufanyi kazi. Inaweza kaenda even up to 5 minutes ndio unaona mguu unakuwa stable, unaweza kaunyanyua. Lakini siku hiyo nimeamka safi. Nikaona yani sina shida. Shangilia Yesu kwa makofi. Tumbo haliwaki moto, vinavyotembea nikajuza nikamuuliza mke wangu vimeenda wapi vinavyote, kwa sababu hata mke wangu ilikuwa wakati ananiona hata mkono huu nilikuwa nikitulia hivi kinakuja kitu kama hapa kwenye mkono kinaanza kucheza hivi. Yaani kama kuna panya ndani anacheza. Nikamwambia mbona hivi vitu mbona sioni? Nikasema ngoja kwanza nikaoge. Nahisi labda sijajua. Nikaenda nikaoga, nikarudi nikavaa nguo, nikaona mwili uko vizuri sana. Mpaka na leo hadi leo sina tatizo hilo. Hebu simama, mpe Yesu makofi yako. Kwa hiyo tangu hapo ile hali haipo tena. Hiyo mtumishi wa Mungu, sina tatizo hilo tena. Na utendaji wako kazini, nafanya kazi vizuri bila shida. Mpe Yesu makofi yako. Ushuhuda wangu wa pili, mimi nimekuwa nikisumbuliwa na roho chafu ya kufanya masturbation toka mwaka 2005. Jiulize, toka mwaka 2005 niko darasa la 7 since my adolescence. 2005 mwisho ni siku ya tarehe 2 Machi. Ukitaka kujua kile kitu kilichokuwa kinakutesa umekishinda, ndio hivi. Neno wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Wewe umepona, umekaa na mnaosema watanionaje? Au unaona watakuonaje? Wana makubwa kuliko ulichofunguliwa wewe. Hujajua tu. Tangu 2005. Since 2005 mtumishi wa Mungu. Manake darasa la 7. Nimemaliza form 4 the same. Advance. Hiyo hali ilikuwa inakutesa namna gani? Chuo kikuu. Nimeoa mwaka 2020, you can imagine. Mtu umeoa
Still you leave your wife on the bed. You go into the bathroom doing masturbation. You can imagine Listen, kama don't sio laugh. These are spirit. Na pengine unaicheka na wewe na kusumbua. Perhaps one who is laughing. Huyu sio mtu wa kwanza mwanandoa ambaye nimekutana naye nikamfungua ambaye anateswa na roho ya masturbation na ana mke. And they have a wife. Kwa sababu ni roho kutoka kuzimu. Because it's a spirit from hell. It's an addiction spirit Ni roho ya urahibu. ya urahibu. Ni mpaka ukutane na nguvu za Mungu zikufungue. Until you meet the power of God to deliver. Unaendelea kuishi maisha ya kujihukumu, kuhukumu. Hizi zinaitwa dhambi za siri. This is called secret sins. Kwa nini utashangaa sasa inawezekanaje? Iweje hivyo? Si shetani ndio anafanya kazi, sio yeye. Adui ndio anatenda kazi kwa siri, kutaka kumtumikisha, kutaka kumtesa, kuzuia maisha yake, kuzuia mfumo wake. Wewe fikiria mtu una mke, unafanya jambo kama lile, kama sio roho chafu. Nimehangaika sana mtumishi wa Mungu. Nilikuwa wakati mwingine unaomba, unaweza ukatulia pengine hata siku 4. Lakini kuna roho inakwambia, kwa nini ufanyi? Unaendelea kufanya. Lakini unarudi kutubu, unachoka, unatubu. Kila unachokifanya, lakini mtumishi, baada ya wewe kunitokea kwenye ndoto, umefungua maisha yangu. Aliyefanya hayo ni Yesu kwa sura ya mtumishi wake. Just by the image of his servant. Ndio maana tunasema yeye anastahili utukufu na heshima peke yake. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu tabia zote ambazo zilikuwa ni za ajabu kwangu, magonjwa yameisha. Roho chafu iliyokuwa inanisumbua ya masturbation wala siifikirii, yani wala hata chembe ya kufikiria. Labda nikuulize swali. Si ilikuwa inakutesa, inakusumbua, ulikuwa unafanya mipango mwenyewe kuiacha? Ukifanya mipango ilikuwa inawezekana namna gani? Nilikuwa nashindwa. Nimepitia sana maandiko mbalimbali YouTube, wengine wanakuambia hivi ndivyo utavyoshinda. Kila unachokifanya, whatever you do, chochote unachokifanya. Listen, if the case is spiritual, kama issue ni ya kiroho, there is no any physical wisdom can sort it out. Hakuna hekima yoyote ya kimwili ambayo inaweza ikatatua. Spiritual case need a spiritual interventions. Issue yoyote ya kiroho inahitajika kuingiliwa kwa ajili ya kimwili.